Kwa jina naitwa Mhandisi Kija Limbe, mkurugenzi mtendaji Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Moshi. Leo tunaadhimisha sikukuu ya wafanyakazi tarehe 1 mwezi wa 5, na sisi kama taasisi tumeshiriki kimkoa, tumeshiriki na taasisi za kimkoa, na maadhimisho haya yamefanyika leo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanya vizuri. Tumeshiriki kuanzia mwanzo asubuhi na mpaka tumekamilisha muda wa mchana, na tumeweza kupata zawadi ya kuwa taasisi bora katika mashindano, kwa maana ya kwamba tumeweza kushiriki kwa ukamilifu, kwa nidhamu, lakini pia hata huduma tunayoitoa imetupa kigezo cha kuwa taasisi bora katika mkoa wa Kilimanjaro. Dhidi ya kupata hii tuzo ya ushindi wa kwanza, ina mambo mengi ambayo yamechangia. Kwanza wafanyakazi wenyewe wanafanya kazi kwa ushirikiano, wanafanya kazi kwa upendo, lakini pia wanafanya kazi kwa kufuata taratibu za utumishi wa umma ya kuwahudumia wananchi wa manispaa ya Moshi. Na sababu nyingine ni ile huduma yenyewe tunayoitoa kwa wananchi. Wananchi wanaridhika sana na huduma tunayowapa ya kuwasambazia maji safi na salama. Wanapata maji kwa masaa 24, lakini maji yenyewe ni safi na salama. Lakini kingine cha tatu, nidhamu ya wafanyakazi kwa wao, lakini pia hata kwa wateja wetu tunaowahudumia, wana nidhamu ya hali ya juu kama watumishi wa umma. Kwa kweli sisi tunaendelea kuwashukuru sana wateja wetu, kwa maana ya wananchi wa manispaa ya Moshi, lakini pia na maeneo ambayo tunahudumia pembezoni mwa Moshi. Watarajie, waendelee kutegemea huduma hii itaendelea kuimarika siku hadi siku, na tunawaahidi kwamba hii huduma itaendelea kuboreka na sio kushuka chini, na tutaendelea kupata maji kwa masaa 24 kwa siku zote, maji safi na salama. Lakini pia tunawaomba sana waendelee kutoa ushirikiano wanaotoa. Kwa kweli wananchi wa Moshi tunawashukuru sana, kwa sababu kwa kweli wanatoa ushirikiano sana kwenye taasisi yao kwa kulipa bili kwa wakati, lakini pia kutoa taarifa za mivujo kama inatokea. Tunaendelea kuwaomba waendelee na huo moyo, lakini pia tutoe wito kwa baadhi ya watu wachache ambao wanahujumu miundombinu yetu ya maji, kwa maana ya kuiba mita na nini, waweze kuacha, kwa sababu wanaleta adha kwa wananchi ambao kwa kweli sisi tuko nao vizuri, wanatumia maji vizuri na wanalipa vizuri kwa wakati. Mita zinaibiwa, na hizi mita zinanunuliwa kwa gharama kubwa, na tumeamua sisi kama taasisi sasa kuweza kushughulika na hawa ambao wana nia mbaya na taasisi, lakini pia wanatoa changamoto kwa wananchi. Na kwa kufanya hivyo tumeamua kutoa kitita cha milioni 2 kwa mtu yoyote yule atakayetoa taarifa ya mtu anayeiba mita au mtu anayenunua mita. Atapata milioni 2, lakini huyo mtoa taarifa zake zitakuwa zinahifadhiwa kwa usiri mkubwa. Kwa hiyo naomba niwatoe hofu wananchi wenye taarifa hizi, watuletee kwamba watakuwa huko salama baada ya kutoa huo ushirikiano wa kutupa hizo taarifa za wizi wa mita.